Tuelekee Mombasa ambapo maafisa wawili wa kaunti hiyo wamesimamishwa kazi kwa muda kufuatia kuzama na kisha kuporomoshwa kwa jengo la ghorofa 10. Mwili wa jamaa aliyekuwa ndani ya jengo kabla ya kuangushwa umetolewa na kuzikwa hii leo, huku mashirika ya kutetea haki yakitaka uchunguzi kuharakishwa na familia ya Yusuf Ali Abdi aliyefariki kupata haki. Francis Mtalaki anaarifu kutoka kaunti ya Mombasa. Siku kadhaa baada ya jengo hili la ghorofa 10 kuzama ardhini na kuangusha na wanajeshi, mwili wa Yusuf Ali Abdi ulitolewa ndani ya vifusi vya jengo hilo hii leo na kuzikwa. Familia ya Yusuf imekiri kuwa na wakati mgumu wa kufahamu ni vipi jamaa yao alisalia kwenye jengo hilo. There is nothing has been hidden from us. Anything we say was taken into account. Any rumor we hear was being implemented. The deceased happened to be there before even the building tilted. We tried to be able to evacuate and remove him before. It was impossible without having caused so much deaths on others who are going to be operating that area. Afisa mmoja wa kaunti amesimamishwa kazi kwa muda na mwingine kuelekea likizo ya lazima ili kutoa nafasi ya uchunguzi kufanywa. Mashirika ya kutetea haki yametaka uchunguzi wa kina kufanywa na watakaopatikana na makosa ya kuzembea kazini kuchukuliwa hatua za kisheria. Haki ifanywe, itekelezwe kwa familia. Ni wakati kama huu hatutaki speculation. We demand investigation ifanywe kamilifu. One person has been suspended, one person has been sent on compulsory leave. Allow me to be able to finalize on that particular report. And that report, as I had said, will be shared to yourselves. I will be there myself together with the team. And the team, by the way, is totally independent from any county government personnel. Wakati huo, hospitali ya Makadara imefunguliwa tena na kuanza kutoa huduma, vitengo vya usalama vikisema vililenga kupunguza maafa zaidi kutokea katika zoezi kama hili. Tumeweza kuhamisha familia 60,000 people. Tumefunga hospitali na nafikiri ndio demolition ya kwanza kufanya kwa nchi ya Kenya, controlled demolition. So we had to approach the demolition in a way that there is a minimal damage and loss of life. Shughuli ya kuondoa vifusi bado inaendelea katika eneo la mkasa, wakati ambapo familia zinazoishi katika eneo hili na wafanyabiashara wakiitaka serikali ya kaunti kuweza kuharakisha zoezi hili ili waendelee na shughuli zao. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.